Je, ni wazi Waarabu ndio wanaofadhili au kuunga mkono utawala wa Samia kututesa, kutunyanyasa, kutuua Watanganyika? Kuna mambo ya kuumiza sana. Najua mwanadamu, sisi wanadamu, bila kujalisha rangi, sisi ni kitu kimoja, bila kujalisha tamaa ya mali au kinachoitwa maendeleo. Sisi ni kitu kimoja, mwanadamu ni mmoja, na kwamba mwingine anapolia, anapoteseka, chukulia ni kilio chako, lakini kujikuta unacheka na yule ambaye anatajwa kwamba anakotokea ameua maelfu ya watu, anatesa watu, ananyanyasa watu, na anawamlisha wawe naimba wimbo kwamba hayo ndo maendeleo, semeni hiyo kazi nzuri. Asiyeimba wimbo huo atapitia madhila mengi ya kufungwa, kutekwa, ama hata ndugu zake kuuawa ili wamkomoe. Anapitia mateso ya kuuawa kwa watoto wake, kwa ndugu zake. Nimefuatilia kwa kiasi hata ka press release ambako kameachiliwa. Sijui kama mmehojiana mambo mengine, na kwa nini kama mmehojiana muyafiche, lakini hako ambako mmerelease tu, mnakoonyesha, mnauliza ni kwa kiasi gani, kwa namna gani Tanzania imetengeneza mazingira rafiki ya uwekezaji. Mnawekeza nini kwenye nchi ambayo utawala, ili kukaa kwenye nafasi ya utawala, njia pekee walionayo ni ya kuua watu wake? Mnawekeza, mnatafuta kujua uwekezaji, hiyo nchi itengeze mazingira rafiki ya uwekezaji, mnamwekezea nani? Waarabu, ni kweli, ni wazi munaunga mkono kuteswa tunakoteswa, kuuawa tunakouawa, ama kwa namna moja nyingine ndio mnaofadhili? Sijajua maneno haya na kipindi hiki kitaenda kwa wakati gani, kitaenda kwa miaka gani hiki cha kuteseka, lakini na hakika yeyote ambaye mkono wake upo nyuma ya utawala wa Samia uliotufanyia mabaya kiasi hiki kwenye nchi yetu, naamini utalipa, naamini utalipa. Anyway, najua damu nyingi zimewahi kumwagwa duniani, nyingi zimewahi kupata malipo walioimwaga na walioshirikiana kumwaga, lakini nyingi zimewahi kuonekana ni za kawaida, ni za sisimizi, lakini nahisi damu zilizomwagwa za Watanganyika sio za sisimizi, na zitakuwa moja ya damu zitakazo, ambaye na mtu yoyote aliyeshiriki kwa namna yoyote kuwezesha umwagikaji mkubwa wa damu kiasi hiki atalipa, atalipa. Vijana wanasema picha linaanza, shida inaanza. Cha kwanza kabisa, anyway, najua atapokelewa na watu wengi, na inawezekana hata hii dhahabu ambayo tunafanya mradi tunazofanya, tunayotaka kuendeleza miradi ya maendeleo, inawezekana kuna miradi ya maendeleo ambayo itatengeneza mazingira. Watu wengine wanasema njoo na huku, waweni mwema sana, lakini hakuwa na shida huyo mtu akijipendekeza au mkamwalika akaja, hakuwa na shida sikivile, lakini ilikuwa aujiwe, hiyo nayo iwe released, iwe wazi. Watu wako wanalalamikia, tumeona picha kwenye mitandao, umeua watu kwenye CNN, kwenye BBC, makaburi ya halaiki. Walau waulizwe ni AI kama ambavyo imesemwa mara kadhaa, na kama ni kweli watu wako, thamani ya watu wako
inafanana na cheo ambacho we lazima uwe hapo, au watu wako wawe pale ambapo wapo. Unapataje uhalali wa kujiona ni kiongozi katika mazingira ya kuua watu kwa sura kama hiyo? Kisa pengine unaona pengine sio dini yako, pengine si wa ukanda wako, pengine hawa ni Watanganyika, we ni Mzanzibari. Kwa sababu mimi nawaambia ukweli kabisa, angekuwa mtawala ni Mtanganyika, hata angekuwa CCM huko, nimewahi kusema, naamini kabisa damu ni nzito kuliko maji, asingekuwa tayari kiwango hiki cha umwagikaji wa damu kitokee ili waendelee kuwa hapo walipo. Ni kweli najua ni mashangazi na baba wadogo ambao kwa namna moja ama nyingine wanaweza wakawa wanampa kiburi mama wa kambo kwa sababu aidha ya wizi mwingi, wizi mkubwa ambao wameufanya, kwa wanajua mtu pekee anaweza kuwa protekti wakawa salama, inabidi mama wa kambo aonekane ndiye mmiliki wa mali hizi, kwa sababu mama wa kambo mwenyewe atakuwa hana amri nazo, kwa kuwa anajua hajui atazikotokea, hajui atazikotokea. Kwa baba wadogo na mashangazi watakuwa wanajigawia wanavyotaka, kwa sababu mama wa kambo hana sauti. Nishasema kule nyuma na nitabaki nasema hivyo. Tunafahamu kwamba inawezekana kabisa mashangazi na baba wadogo wamekomalia kweli kweli. Mama wa kambo lazima ndo awe mtawala kwenye hii nchi, awe mtawala kwenye rasilimali za mume wake. Lakini sasa mume wake nani? Hizo rasilimali za nani? Rasilimali za nani? Rasilimali kweli zilikuwa za Magufuli, zilikuwa za kina Nyerere. Anyway, kwa nini sasa sitawale tu rasilimali? Kwa nini atawale mpaka uhai? Najua kweli ni baba wadogo, na ni ukweli tu, wapo wengi ambao mnaonekana tu kabisa itakuwa huyu kaeneo kake ni haka, kieneo hicho pora ni hiki, kieneo hicho miliki ni hiki, anamiliki na yule na hii ni hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima msimamie kwa nguvu kweli kweli kuhakikisha mama wa kambo ndiye anayekuwa hapo. Ninajua ziko damu zimewahi kumwagika, wengine wanasema kuliko hivi Tanzania. Najua ziko damu zimewahi kupatiwa malipo yake. Najua damu ya Watanzania ndio inayoonekana ni asisimizi, haiwezi kupatia malipo yake yenyewe, ndio imepita hivyo, aishi hivyo Mungu. Na hii si moja ya damu zenye thamani ambazo hazikupita bure. Damu ya Watanganyika haitapita bure. Najaribu kupata ukakasi kwa Waarabu. Kweli sisi ni simizi. Kwa nini muhoji uwekezaji? Mnawekeza kwa ajili ya nini? Mnawekeza kwa ajili ya nani? Kwa nini msihoji uhai wa watu? Yaani hiyo sisemi hata vichanganywe, muhoji pia uwekezaji na uhai wa no, itakiwa muhoji uhai wa watu. Huyu mtu haikuwa rahisi akaribishwe, haikuwa rahisi mwe mnacheka naye, lakini tufanye no way out, au tufanye mnamkaribisha ili mujue ukweli. Kiukweli kulitakiwa kuhoji kuhusiana na uhai wa watu na malalamiko ya watu. Nina uhakika damu zilizomwagwa Tanzania, Tanganyika, machozi tunayolia Tanganyika yatalipwa bila kujalisha unapanga nini juu ya mimi au mwingine yoyote atakayekuwa akisema hiki. Italipwa juu ya yoyote uliyenyamazia, uliyejifanya hujasikia, uliyejifanya hujaona, uliyejifanya mbona kawaida tu. Italipwa. Nilikuwa na hoji tu kama Waarabu ni wawezeshaji wakuu wa utawala wa Samia, au mnafurahia sana kuteswa, kunyanyaswa,
kuuawa ambako utawala wa Samia umetuua Watanganyika, unatutesa Watanganyika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.